Mheshimiwa Kenan kiongozi, muda mfupi nilikuwa kwenye mkoa wako Simiyu, nimeona kazi ulioifanya nzuri sana, na kwa sababu mkuu wa mkoa wa Arusha ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nimekuhamisha kutoka Simiyu kwenda Arusha. Najua Arusha unapajua vizuri, na nguvu ile ile ulioitumia Simiyu nenda kaitumia Arusha. Najua unaweza, kawaunganishe wana Arusha na kutakia kazi njema. Ndugu Anamringi Macha, nimekutoa Shinyanga, nimekupeleka Simiyu. Umefanya vizuri Shinyanga, na najua ulishajipanga vyema kwa Shinyanga. Sasa nenda kamsikilize Kenani alivyojipanga, nawe anza safari pale Simiyu. Si pazito, nimetoka juzi, najua unaweza. Kwa hiyo nakutakia kazi njema. Vile vile tumewateua wakuu wa mikoa wapya watano pamoja na Kamanda Siro, watano, na 4 kati yao ni vijana mliopikwa ndani ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sina wasiwasi nanyi, lakini kama alivyosema Mheshimiwa Spika, tumeangalia utendaji wenu, tumewafuatilia kwa karibu, tumeona kipindi hiki hatuna haja ya kutoa watu nje kuleta, tuwapandishe muendeleze mikoa mliotoka. Lakini kwa Kamanda Siro, mkoa wa Kigoma ni mkoa wa kimkakati, ni mkoa unaopakana na nchi jirani, ni mkoa wenye mambo mengi. Kwa hiyo tumemtoa pale kamanda wa polisi, tunakurudisha kamanda wa polisi. Lakini kamanda wa polisi, wewe umechanganya na ujuzi wa diplomasia. Kwa hiyo nimekuona utafiti kwenye mkoa ule. Najua nimesha kutumia sana kama IGP, kama balozi, lakini bado nakuona una nguvu. Nenda kaushike mkoa wa Kigoma. Harry James, nimekuona Iringa unavochemka, na hakika unapaweza. Nenda kafanye kazi. Mboni Mhita Shinyanga, najua kwa sasa hivi hata Kisukuma unaongea. Sasa nenda kaivae Shinyanga. Kama ulikuwa unafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa, sasa wewe ndiyo mkuu wa mkoa. Nataka upite vichochoro vyote vya Shinyanga na uhakikishe Shinyanga inanyooka, na kutakia kazi njema. Beno Mbeya, nilikuwa nakufuatilia kwa karibu yanayotokea pale Mbeya mjini. Mbeya unapajua pazito kidogo, na nyumbani kwa Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika. Kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika na hakikisha Mbeya inabaki salama. Songwe, Jabir, na kujua ni mpya kwa Songwe. Nimekutoa Morogoro. Wapi pale kuna hiyo Gairo. Nimepita Gairo, nimeona kazi yako, na hakika unaweza kuishika Songwe. Nataka nikwambie kwamba Songwe si rahisi sana, lakini kwa uwezo wako na hakika utapaweza. Wewe ni mstahamilivu, ni msikivu, na hufoki, lakini una actions. Lakini bahati mbaya ni kwamba wewe ni mpya na rasi wako ni mpya Hawasi. Lakini Hawasi ana experience zote za kichama na za kiserikali. Kwa nendeni mkasaidiane kwa karibu. Sitaki kusikia kuna migongano aidha baina yenu au baina mnayo wakuta pale chini. Kama kuna migongano kaiwekeni sawa, lakini nataka mkashirikiane. Tumieni ujuzi wenu wa kichama lakini wa serikali, muiongoze Songwe. Nawatakia kazi njema. Kwa wakuu wa mikoa wote mliopo hapa na wanaotusikiliza, nina mambo 4 makubwa ya kusema nanyi. La kwanza, kuwatakia kusimamia amani na usalama katika maeneo yenu. Nyinyi ni wenye viti wa kamati za usalama kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo kipindi hiki tunachokwenda
Kuna vijichokochoko vinaweza vikatokea vya makusudi na vya bahati mbaya. Nataka mkasimame imara kuhakikisha mikoa inabaki salama. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa salama. Najua tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, makundi yatahibuka mengi. Nendeni kama makamisa wa mikoa, kasimameni imara, hakikishe mikoa inabaki salama. Lakini la pili, usimamizi wa fedha za serikali. Tumeleta fedha nyingi, kuna miradi mingi iliyokamilika na inayoendelea. Nendeni kasimamieni usimamizi wa fedha za serikali. Miradi inayotekelezwa iende na thamani ya fedha tunayoishusha. Fedha ile ni kwa ajili ya kutatua shida za watu na si vinginevyo. Nataka mkaisimamie. La tatu, swala la mapato ambalo nalisema kila siku. Katika mikoa yenu tuna uwezo wa kuongeza ukusanyaji wa mapato, na kwa mwaka huu tumewaongezea kiwango cha ukusanyaji, lakini nina hakika mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Msende kutumia maguvu, lakini kakusanyeni mapato. Hakikisheni mifumo iliyowekwa inafanya kazi vizuri, fedha inapatikana. Nadhani mwenendo wa ulimwengu mnauona. Akitoka kuchokozana huyu, anaingia kuchokozana huyu. Akitoka huyu, anaingia huyu. Uko mbele hatujui kinachokuja. Kama kutapanda bei za bidhaa, kutapanda mafuta, kutafanyaje. Wengine wanajivuta katika misaada. Kwa hiyo la maana hapa ni kukusanya ndani kwetu. TRA inafanya vizuri, nataka mikoa ikafanye vizuri. Simamieni halmashauri zikusanye mapato vizuri. La nne, nirudie kusisitiza kwamba twende tukawasikilize wananchi. Kipindi hiki ni cha mchakato kuelekea uchaguzi, lakini mikoa ipo na nyinyi mpo mnaendelea kuwasikiliza wananchi. Lakini kipindi hichi cha uchaguzi kutokuwa bias. Kama wakuu wa mikoa, kasimameni katikati. Shirikianeni na chama, kasimameni katikati, muendeleze mchujo katika uchaguzi unaokuja. Kajishusheni. Jua mkuu wa mkoa ukifanya mabega hivi kama ile mizani ya mahakamani kule, haipendezi. Kwa mkoa unatakiwa uwe down, uwe kwa watu. Ukiwa kwa watu wewe, wakuu wa wilaya watakuwa kwa watu, wakikuoneni nyinyi. Mna dhamana kubwa kuwasimamia wakuu wa wilaya, halmashauri. Nendeni kafanyeni kazi. Katibu Mkuu Agnes Meena, hongera sana na pole. Umefanya kazi nzuri wewe na Mwajuma pale maji. Niliamini wamama wawili kumsukuma na kumsaidia waziri wa maji, na mmefanya vizuri. Na kwa miradi iliyobaki, na hisi katibu mkuu uliyepo na waziri wako mnaweza mkamaliza vizuri na tukafikia lile lengo tulilojiwekea na kupita. Kwa hiyo Agnes, nimekupunguza, nimekurudisha mifugo. Najua mifugo unaijua vizuri sana. Nenda kaisimamie. Shemdoe amefanya kazi nzuri, ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro. Nenda kasimamie pale pale. Kapasimamie. Najua unajua kuna kazi kubwa ya kuendeleza uvuvi lakini na ufugaji. Kama unavyojua tunaangalia sasa masoko ya nje. Na masoko ya nje ni viwango. Kwa nenda kasimamia uzalishaji kwanza, pili viwango. Tuna kazi ya kusimamia bandari ya uvuvi ya Kilwa ambayo almost imefika pahali pazuri. Simamia imalizike. Bandari ile ni mkombozi wetu, kimalizika pana ajira 30,000 pale. Kwa vijana wetu wanaweza wakaingia. Lakini la pili, nilipokuwa Simiyu juzi nilizindua chanjo. Waziri yuko hapa. Mimi nina imani na wamama. Huko nyuma wanasema wamama wawili wakikaa kwenye wizara haiendi. Lakini mimi nina imani tofauti. Na imani wamama wakikaa pahali mambo yanakwenda. Kwa wamama wawili nyinyi, hata siku moja msende kutizamana kavaa nini, kasuka nini, hapana. After all, waziri wewe unajifinika wala huoni ulichosuka. Mwenzio tu ndo unajua kwamba ana kalikiti kichwani.